kuna vipindi pale mimi natoaga mawazo, bwana kipindi kikiwa hivi hivi hivyo. Shanera hajawahi kuwa meneja wangu. Nafikiri yes, auisi labda unapotengeneza unapomwongelea labda Rukamba vibaya this time, auisi unaweza wadi labda na uongozi wa WCD na Diamond au na meneja zake. Sikiliza dogo, nikwambie kitu kimoja. Hao Wasafi nyimbo zao kwa nini hazipigwi na East Africa TV na Radio? Ni kwa sababu Diamond aliwaambia East Africa kwenye tamasha lao la Coca-Cola, nataka hela kuwalipa wasanii wangu, toka nyimbo hazipigwi. EFM hawapigi nyimbo za Wasafi kwa sababu tu ya hela. Ni kwamba hizi media hakunaga negotiation ya biashara bwana. Konki tunakutaka tuna milioni 5. Mimi nikasema nataka milioni 10. Hakunaga. Wakishasema tuna 500,000 ni 500,000. Ukikataa nyimbo zako zinazima. Alafu huu mtandao wote wa majizi, niendeni mkamoji Madam Dita, mfunue simu yake, ana manamba ya mawaziri, ana namba, yani mijitu yanajiaminisha hadi kwa viongozi. Unaweza ukashangaa hata limeteuliwa limekuwa liwaziri, limekuwa wakati ni jinsi tu. So menero point. Kwa hiyo wana mtandao kila leo. Yani wana unity kabisa kwamba bwana huyu kazingua EFM usipige. East Africa mzima. Ndio kilichomtokea Diamond. Lakini Diamond akaruka kiunzi. Kwa hiyo hata Diamond alipo pale Wasafi, kuna vitu vinavyoendelea ndani kwa ndani vya kumtafuna yeye. Sio unaelewa? Na ndio maana nakosa pumzi. Kwa mfano niwaambie kitu moja. Tulienda Wasafi Festival ya Iringa. Kama nyinyi wanifuatia ile tamasha. Tumefika Iringa, nikawa na mkuu wa wilaya wa Iringa, mzee Msesela. Nashangaa tayari DJ wangu ni DJ Chocolate wa Wasafi. Tena Machari alinicheza huyu DJ ananipigiaga kila siku, anatumika paka waga wanabinya hivi, yani wanaichezea maiki, wanapiga show nzuri. Kwa hiyo ule mchezo wanaufanya sana. Nikamwambia Chocolate njoo. Wewe ndio unanipigia. Na kuinidali na DJ wako. Nikamwambia Chocolate, nyimbo yangu ya kwanza 1 2 3. Nimeshangaa nimepanda pale Iringa. Nimepiga uwanja wote pale. Wanaruka. Nakuja kushangaa namwambia DJ Chocolate, piga ngoma nyingine. Ilikuwa inafuata ya Konki na Rayvanny. Baadaye yuko Tudi Thomas. Tudi Thomas nafikiri mnamjua. Yuko pale Wasafi. Nashangaa kaenda kwa DJ Chocolate kamwambia nyimbo inayofuata usipige. Baadaye Chocolate kaniita hicho. Kuniita nikamuuliza what is going on? Kaniambia bwana nimeambiwa kwamba nyimbo inayofuata usipige. Sasa walichokuwa wamekitengeneza pale wanajua jamaa atapanic. Nitapiga ngumi ili nionekane jamaa nilikorofi. Matoko yake nilishika ile mic iliyokuwa nayo nikamwambia Tudi hapa. Mwenyezi Mungu akutangulie. Nikashuka nikakaa. Mkuu wa wilaya Iringa ananiuliza, "Mbona unaendelea mashauri kuna Afrika?" Nikamwambia, "Doze tulia." Sema kwa hiyo hizi pingizo zote vinazijua. Ishaelewa hizo. Kwa hiyo hii ni michezo inayochezeka. Mfano pale Wasafi Festival ya Kijitonyama hapa Dar es Salaam. Mimi ni kwa hakuna mtu anayezingatia ratiba, hata nyinyi wenyewe waandishi wa habari ni sahihi. Na wauliza mimi naimba saa ngapi? Kumbe wale wa vijana wa Wasafi Diamond ya usiki jamani, narudia tena. Kumbe wanachora mchezo huyu jamaa akipanda hapa anasepa na kijiji. Kwa hiyo mchezo uliochezeka, mimi nimekaa hivi na mwanangu yeye. Kumbe wanapanga huyu jamaa tumpe dakika 10 tu. Kwanza anaweza akatukana hapa, kuna mkuu wa mkoa Paul Makonda, kuna Mwakiembe. Je, nyinyi waandishi wa habari niwaulize, nilishtoka nimeimba muziki, nilishawahi kushika maiki jukwani nikatukana? Je, mkoa yote Mwanza hakuna mkuu wa mkoa Mwongea? Kilimanjaro mama nani Mwingira si yupo? Iringa mkuu wa mkoa Happy si yupo? Sijui wapi. Kwa nini kote huko? Kumbe pale yenyewe Kijitonyama walikuwa wanatengeneza mazingira kwangu jamaa tumpe dakika 10. Na ndio maana nilipopanda nikamwambia dakika 10. Poa. Nikamwambia DJ naimba mpenzi naimba na kwa sababu dakika 10 ni nyimbo mbili.
Nikapanda pale nikasepa na kijiji. Baada hapo nikashuka. Niliposhuka wanapeleka hoja kule kwamba huyu jamaa analipwa hela, anaimba nyimbo 2 tu. Analipwa pesa nyingi, anaimba nyimbo 2 tu. Unaona mazingira unayotengeneza. Na ndio maana nikaja kuambia kina Rom Jones, sikiliza. Mimi mchezo wote na ujua. Na watu mlionao Wasafi ni damu za Klaus. Sio mashana vizuri. Kwa hiyo fitina yote naijua. Kwa hiyo mimi ninachopenda tukuambia kwamba hata Wasafi wasiponiita Wasafi Festival. Nilishabaniwa muziki miaka 13, nilikuwa naishi mpaka leo mnaniona na afya njema. Sababu Mwenyezi Mungu hajawahi kuniambia nenda duniani ukaimbe muziki tu. Na ndio maana narudia. Fiesta siitaki, sijui muziki mnene siitaki, hata hiyo Wasafi Festival wenyewe wakiniita. Kwanza siwaombagi show, wananipigiaga simu na waambia ratiba yangu imebanana au unataka kiasi fulani. Kwa hiyo na uwezo wa kwenda zangu Kahama, Geita, Morogoro, Ifakara nikapiga show zangu mimi. Kuna swali? Ndio tuongezea hapo unaposema kwamba Fiesta, Wasafi au tamasha ya FM hauhitaji na unaweza kuandaa show zako mwenyewe labda Geita, Shinyanga na sehemu kama hizo. Kuna mtu angependa kujua Dubai hajatoa kibali kufanya muziki, yani mfungiwa. So utawezaje kuandaa show zako mikoani wakati bado hauna hicho kibali? Ndio maana hapa waandishi wa habari na waheshimu sana. Bila nyinyi mimi siwezi kusikia. Narudia kusema hivi. Kwanza hii nyimbo ya CCM Baraza la Sanaa linaijua toka mwezi wa 2. Lakini wameikalia na ninawaambia kwamba kama baraza ipelekeni kwa uongozi wa juu. Wameikalia. Sasa hivi kuna nyimbo za wasanii wengine za kampeni ndio zinatangulizwa mbele kuliko nyimbo yangu mimi. Na nyimbo yangu mimi ni bonge la ngoma. Paka Grayson Msigwa kaniambia bonge ya ngoma. Mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Hafla Polepole anaijua. Naibu wake wa Chama cha Mapinduzi anaijua. Lakini kuna figisu zinafanyika. So mimi ninachowaambia hivi, Mheshimiwa Rais sera yake hapa ni kazi, kwa sababu siishi kwa passport. Mimi sio mkimbizi. Nitafanya kazi. Kama mwenye kunikamata nikienda tamasha anikamate, alafu tutaoneshana. Kwa sababu Baraza la Sanaa wanachonibania hapa hawanifungulii ili mpaka uchaguzi upite nisiwepo kwenye kampeni. Yaani akili zote zinatuma. Huyu jamaa nyimbo ya kampeni akapigwa hela nyingi. Atagawa hela nyingi. Kwa ni mchezo unaochezeka. Haya matatizo yote yanakukuta wewe, lakini pia na wasanii wenzako. Wasanii ndo kwa sababu Dubai ndo inasemekana ni msema ukweli, au sio? Wanakuchagua wewe unakuwa kiongozi wao wasimamie. Unafikiri utaanza sehemu gani kurekebisha, kuanza kutoa hayo maovu ukiwa kama kiongozi? Wanakupa uongozi, unafikiri sehemu gani maalum utakwenda kusimamia? La kwanza, safi sana. Niliwaambia Baraza la Sanaa juzi. Nikamwambia hivi, nyinyi hapa mnakaa mnafanya kazi gani? Hii mikataba ya lebo zote, hizi lebo zote iwe TMK, wanaume alipo Chege na Temba, sui TikTok wakina Dogo Janja wapo, sio wakina nani. Hizi lebo zote. Kwa asilimia wengine 10, mwingine 20, mwingine 30. 70 au 80 yote anachukua mwenye lebo. Unaelewa hapo? Ina maana kwenye milioni msanii anachukua 200,000. Huyu mwenye lebo anachukua 800,000. Kwenye milioni 10, huyu milioni 2, huyu anachukua milioni 8. Nikamwambia, kwa nini nyinyi ndio mnasimamia sana? Msiwaite wenye lebo wote. Nikamwambia tuonyesheni mikataba. Ndio serikali inavyofanya kazi. Tuonyesheni mikataba. Na ndio maana sasa hivi nyinyi waandishi wa habari mpigeni Dula Makabila simu, si uko chini ya Said Fera. Bwana nina show yangu Iringa. Atakwambia mpigie Mkubwa Fera. Sasa wewe promoter utampigia Mkubwa Fera. Ukishampigia Mkubwa Fera hata akikwambia milioni 10 ukalipa, yule msanii hayupo, hajui. Mwisho wa siku Mkubwa Fera anamwambia wewe Dula Makabila, hapa jamaa ametoa milioni 3. 7 zote kashakula. Ile milioni 3 tena wanagawana. Ni sawa sawa kina Mheshimiwa Temba kauli. Fiesta wanageuza milioni 3. Chege Temba. Ile lebo ya wanaotimba milioni 3. Sasa milioni 3, Chege milioni 1, Temba milioni 1 na Mkubwa anachukua milioni 1. Kuna maisha. Na ndio yale aliyoongea hapa. Ndio yale aliyoongea Vanessa kwamba unalipa milioni 2
lakini unahitaji wacheza show, unahitaji photographer wako wote wale wagharamia. Kwa hiyo inabidi gharama zote ni milioni 5. Wewe umelipa milioni 2. Sasa hiyo milioni 3 unaitoa labda ukapige madanga, alafu uidanganye jamii pale unang'aa matama nini manene. Na ndio maana Vanessa namuita ni hilo, kwa sababu kawaokoa mabinti wengi sana ambao walikuwa wanataka kumfuata kwenye lile jukwaa la moto ambalo yeye alikuwa anaungua. Wakiwa nyumbani wakimtazama ile mataya na mpamba pale, wanajua na furaha. Wasanii msituone tuko kwenye jukwaa mkajua tuna furaha, unajikuta mpaka unaenda kwenye show hata hela yote ilishaisha. Na ndio maana unakuta hata wasanii unakuta hata anagongea vinywaji, nafikiri hata nyinyi mnaona kwenye matamasha. Ule ni utumwa. Na ndio maana Vanessa kaamua kwamba siwezi kufanya mambo. Lile ni jukwaa la moto. Unamlipwa na mataa, hela ionekane, unaimba pale, you are so sad, una machungu. Kwa hiyo mimi cha kwanza ni kwamba mikataba ya lebo na wasanii. Mfano mmoja, hawa majizi wanajipendekeza mpaka kwa viongozi wetu, wanasema mbona Diamond aibiwe? Hivi kwa nini Diamond aibiwe? Unajua Diamond yeye ndio bosi mwenye lebo. Hawa akina Said Fera, akina Babutale anawatuma kazi, hawawezi kumwibia. Lakini wanaoibiwa ni hawa wasanii walio kwenye lebo. Na ndio maana msanii inaniumaga sana. Nilishamwona hata Adamu Juma siku moja tena anazungumza, anaojua na Sky. Nilimwambia Sky, na kuheshimu sana, wewe ndugu yangu kutoka mwanzo, sioji majizi hapa. Eti anasema nikamwambia tuheshimiane. Una mmoja Adamu Juma eti anasemaje? Anasema eti this artist hawana shukrani, they used to stay in my house. Eti wakina AT wasanii wote waliokuwa chini yake, eti mimi nilikuwa na shoot video na Adamu Juma hapa Mwenga. Anachukua nyumba nzima ndio ofisi na ndalala humo na wasanii wanalala humo. Alafu wasanii asubuhi anamwambia pigeni deki, alafu anawapa kanunani vitafunio, wenyewe ndio wanachemsha chai na nini. Je, ulimkuta eti ana pa kulala kwao Zanzibar? Kwa sababu jamani, unapomchukua hata mcheza mpira, hata Ronaldo yuko Juventus pale, anagharamikiwa nyumba na kila kitu. Usije ukasema eti huyu nimempa pa kulala. Kama hana kipaji, kwa nini usichukue watu ambao wana kipaji? Kwa nini unasema eti huyu nilimkuta hana pa kulala, mavazi yote ni mimi? Mavazi ni haki ya msanii, pa kulala ni haki ya msanii. Na ndio maana Marekani hata Ulaya, msanii tu akigundulika na kipaji, hata kama hajui kuandika, lebo ikishamchukua, la kwanza inamtoka, sababu anaishi kwenye mageto usela. Mwambia unataka nini? Nyumba. Anagewa nyumba hiyo, ili apate sehemu ya mazoezi nini. Gari gani unataka? Ili akae fresh afanye kazi yake. Baada ya hapo nyimbo moja tu, zile gharama zote zinarudi. Lakini hapa kuna udikteta huo kwamba hawa tunawatumia, ushaelewa? Alafu eti kwamba eti alikuja kwangu ana pa kulala. Ana pa kulala kitu gani? Kuna swali jingine? Wewe amelizika? Ano la mwisho sasa.